Tanzania oyee! Hey guys, kwa mara nyingine tena tunakuja kwa ajili ya kuzungumza juu ya yale ambayo yanayojiri ndani ya nchi yetu ya Tanzania, ambapo tumeona katika mitandao ya kijamii kukiendelea kutrend mada mbalimbali, lakini miongoni mwa mada ambazo zimetrend zaidi leo mtandaoni ni pamoja na tukio zima la kuhitajika kwa wafuata vijana au watu kama 10 hivi au watakuwa ni washtakiwa wa moja kwa moja kwenye swala zima la uhaini ndani ya nchi yetu, ambapo vijana hao 10 tumeweza kuwaona kwamba watu hao 10 tumeweza kuwaona kwamba wengi wao wakiwa kutoka kwenye chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini mmoja wapo ni yule kutoka katika chama cha mapinduzi ambaye si mwingine bali ni Mheshimiwa Gwajima, ambaye naye ameunganishwa katika sakata hili ambalo linaloendelea hapa nchini la kuweza kuwabainisha wahaini ndani ya nchi yetu. Je, kwa nini au tunaweza tukazungumza ni kwa sababu gani mheshimiwa anatajwa kama ni miongoni mwa wale ambao ni wahaini wa taifa letu, kutokana na lile matukio ambayo yaliyokajitokeza pale siku ya uchaguzi mkuu tarehe 29, ikiwa pamoja na zile taarifa zake ambazo alizokuwa akizitoa ndani ya mitandao ya kijamii, ambapo nakumbuka kama tuliwahi kudiskasi baadhi ya mambo, ambapo aliweza kuthibitisha wazi kabisa Gwajima kwamba ataungana na wananchi katika swala zima la kufanya demonstration ndani ya nchi yetu siku ya tarehe 29. Kwa hiyo kutokana na hili ambalo ameweza kulitamka wazi na mengine ambayo sisi pamoja na nyinyi hatuwezi kuyafahamu na wala kuyajua kwa ushahidi wake, kwa hiyo serikali yetu ya Tanzania inaweza kuwahukumu au inaweza kuwashutumu hawa watu kwa kesi ya uhaini. Kwa hiyo Mheshimiwa Gwajima anatajwa na anawekwa kama ni kipaumbele miongoni mwa wale ambao washtakiwa watuhumiwa wa uhaini. Kwa hiyo kuanzia sasa tayari wameshakuwa ni wanted, wanatafutwa na serikali ya Tanzania popote pale watakapopatikana na kuweza kwenda kusikilizwa huko mahakamani, na ikionekana kwamba ushahidi umekamilika na ikaonekana kwamba kweli makosa hayo wameyatenda, basi mahakama itaweza kutoa moja kwa moja ile hukumu ya wahaini, inakuwa si nyingine bali ni kinyongo. Kwa hiyo kutokana na haya ambayo yanayoendelea hapa nchini, kwa maoni ya Watanzania waliokuwa wengi, nafikiri wengi tunajiuliza kutokana na haya, na tunahitaji kuyatambua zaidi kwamba ni kwa nini, mbona imekuwa hivi na vile. Lakini tukiingia kwa undani tunaweza pia tukaelewa kwamba taifa letu kwa sasa linapitia katika yapi na juu ya haya yote ambayo yanayoendelea hapa nchini kwetu Tanzania, kwa sababu tuliweza kuona vijana wa Kitanzania wengi siku ya uchaguzi wakiwa wanachoma baadhi ya vitu muhimu vya taifa, na pia wakifanya moja kwa moja tunachokiita kwamba ni demonstration. Kwa hiyo haya yote yakiwa yanasemekana kutokana na serikali yetu, yakiwa yanaratibiwa na hao waliotajwa. Gwajima inawezekana kweli kwamba amehusika kwenye haya au hajahusika. Mahakama ndio itaweza kutoa moja kwa moja kauli thabiti kwa Watanzania na kuonesha kwamba ni kweli au sio kweli.